Halima James Mdee atafuatiwa na Mheshimiwa Joseph Kasheku Msukuma. Mheshimiwa Tarimba Abasi ajiandae. Mheshimiwa Spika, nashukuru. Mimi nitazungumza kwa ufupi. Kwanza nakubaliana na hoja ya wageni bungeni, imeshaelezwa kwa kina na waliotangulia kwamba bunge ina muda mdogo sana wa kujadili mambo mbalimbali ambayo ni muhimu kwa maslahi ya taifa. Kwa nadhani kamati ya kanuni imetumia busara kubwa sana kuonyesha wazi kwamba ni wageni wa namna gani watambulishwe kwa umuhimu wake. Kwa ni eneo ambalo nadhani ni muhimu sana tukalikubali kama bunge. Lakini mimi na eneo dogo ambalo sijaona kama limekuwa covered. Bahati mbaya hatujapata hizi kanuni in advance. Kwa hiyo nimerely most na hotuba ambayo imesomwa na Mheshimiwa Naibu Spika kwenye eneo la ufuatiliaji wa utekelezaji wa maagizo ya CAG na maagizo ya bunge. Mheshimiwa, sisi wabunge ambao tumepewa dhamana ya kuwa wajumbe wa kamati ama za PAC ama za LAC ambazo tunafanya kazi kwa niaba ya bunge, kwa mantiki ya kwamba tunafanyia kazi taarifa za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ambazo anakuwa amezileta. Sasa majukumu yetu sisi ni kusimamia fedha za umma na kuangalia kama matumizi ambayo bunge limeidhinisha yamefanyika na yamefanyika kwa ufanisi na mkaguzi amekagua, amejiridhisha. Na kama kuna changamoto ambazo zinahusiana na wizara, idara na halmashauri zetu, then wanatakiwa wafanye marekebisho ili basi matumizi ya fedha yaendane na kiutaratibu. Sasa nakumbuka Mheshimiwa Spika, wewe kwa busara zako mwaka jana mwezi wa 6 baada ya bunge kupitia kamati zetu kutoa taarifa zake na kutoa maazimio ya bunge ambayo serikali wanatakiwa wayatekeleze, wewe kwa busara zako ukaanzisha session ambayo tutakuwa sasa tunafuatilia utekelezaji wa maazimio ya bunge yalivyotekelezwa na upande wa serikali kutokana na ripoti hizi za CAG. Sasa hiyo ilikuwa ni busara yako. Sasa sisi tunaamini kwamba kwa ajili ya kutengeneza uwajibikaji ni muhimu kanuni zetu zikaainisha kwamba pale ambapo bunge linaazimia tusisubiri tena mpaka mwaka mwingine ambapo kamati husika zinatoa ripoti ndani ya bunge ndio tuanze kuelezewa utekelezaji ulikuwaje, ili kutoa wajibu kwa serikali ama kila baada ya miezi mitatu ama kila baada ya mwezi, baada ya taarifa kusomwa, maazimio ya bunge kusomwa juu ya utekelezaji wa taarifa za CAG, watuambie wametekeleza nini. Mheshimiwa, ukisoma taarifa hii tu ya mkaguzi wa juzi inaonyesha kwamba kwa mapendekezo ambayo tuliotoa ya mwaka uliopita yametekelezwa kwa 35%. 35%. Kwa taarifa za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuna mapendekezo tokea mwaka 2019 hajatekelezwa. 2020 hajatekelezwa. 2030 hajatekelezwa. Lakini kwa sababu watu wanajua kwamba hawana kipindi ambacho wanatakiwa waje wajieleze bunge kile ambacho tumewaambia wakafanyia marekebisho, wamefanyia kiasi gani, wana relax. Sasa tukitengeneza hiyo ratiba, manake mawaziri waliopewa dhamana kuwasimamia ma-accounting officer huko watahakikisha wanakimbizana nao ili ziwaja zifike mwisho. Ni swala la aibu Mheshimiwa Spika, kuna hoja zina miaka 10 hazijajibiwa. Kuna hoja zina miaka 5 hazijajibiwa. Lakini watu wapo tu, hakuna kuwajibishana. Sasa mimi nilidhani ile busara yako kubwa sana. Mwalimu wangu mimi makini. Huyu ni mwalimu wangu na hichi kitu kikiona ujue kilikotoka. Ulitumia busara ambayo waliokutangulia hawakuitumia na ambayo
tunapoenda huko kwenye mabunge ya wengine, kwenye vikao hivi vya kamati za PAC, LAC, kamati za afya South Africa, tunajisifia kwa sababu kuna wengine huko bado wanazurura. Tunasema no, sisi tumeanza kutembea, kwamba tumekuwa na kipindi ambacho spika wetu ameendelea kusema serikali mje mtoe ripoti hapa ili tuwajibishe. Kama waziri umepewa dhamana, unashindwa kusimamia watu wako, tuna kichwa. Kama mkurugenzi amepewa dhamana, anashindwa kusimamia pesa, aliye kichwa. Bila hivyo tunakuwa bunge la kulalamika tu. Mkaguzi anaonyesha mambo, anaonyesha matumizi mabovu ya pesa, yanaonyesha ukiukwaji wa sheria za fedha, tunalalamika tu. Sasa tuweke sindano pale, tukipiga ile pili vizuri, hama jamaa watakuwa na dharau. Sasa hivi hawapo, wako wapi? Tunajadili mambo muhimu, serikali haipo, kwa sababu wanatuona sisi ni wabunge wa kulialia, wakati sisi wabunge tumeteuliwa na wananchi kuja kusimamia pesa za umma zinazotumika kwa uadilifu kwa manufaa ya umma. Mheshimiwa Spika, nimalizie tu kwa kusema kwamba kwa ruhusa yako naomba hili jambo liweze kuingizwa kama lipo ninalibariki, lakini sijapata muda wa kupitia na sijamsikia Mheshimiwa Naibu Spika akiliwasilisha. Nashukuru sana Mheshimiwa.